Matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC imeanza vyema tiketi ya kuisaka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika baada ya juzi kuibuka pia na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya kikosi maalum cha kuzuia magendo mabaharia wa KMKM kutoka kule Zanzibar. Katika mechi hiyo ya kwanza iliyopigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, mabao ya Azam ilifungwa na mshambuliaji Jefte Kitambala bola dakika ya 6, huku lingine likifungwa na beki wa kushoto kikosi hicho Pascal Msindo kunako dakika ya 42. Na timu hizo zitarudiana Oktoba 24, 2025 kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam, ingawa wakati hilo likisubiriwa, miamba hiyo inakabiliwa pia na rekodi chonganishi, na Ibenge ameweza kukaribia katika rekodi ambayo ni mpya, na ushindi wa Azam unamfanya kocha wa timu hiyo raia wa DR Congo Florent Ibenge kubakia na dakika 90 za kuandika rekodi mpya kwa kikosi hicho ya kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya CAF tangu kuasisiwa kwake. Na rekodi kubwa ya Azam katika michuano ya CAF ni kutolewa raundi ya pili ya kombe la shirikisho Afrika mwaka 2013 na FAR Rabat ya Morocco kwa mabao 2-1 iliyofungwa ugenini, baada ya awali kikosi hicho kushindwa kutamba jijini Dar es Salaam na kulazimisha suluhu ya bao 0-0. Na katika raundi ya awali mwaka huo wa 2013, Azam ilipata ushindi wa kishindo wa mabao 8-1 dhidi ya El Nasri ya Sudani Kusini, kisha kuitupa nje Barak Young Controller ya pili ya kule Liberia kwa mabao 2-1. Na mara zote ilizoshiriki kombe hilo na ligi ya mabingwa barani Afrika imekuwa ikiishia njiani, ingawa safari hii kuna uwezekano mkubwa pia ikaandika rekodi mpya chini ya Mkongomani Florent Ibenge. Na Azam imetoa taji moja la ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2013-2014 baada ya kombe la Kagame 2015 na 2018 na matano ya kombe la Mapinduzi ikiwa kinara, na ikifanya hivyo 2012, 2013, 2017, 2018 na 2019 kibewa kombe la shirikisho FA mara moja 2019 na ngao ya jamii pia mara moja 2016. Ibenge alitambulishwa na kikosi hicho Julai 5, 2025 akitokea Al Hilal Omdurman ya Sudani, akirithi nafasi ya kocha Morocco Rachid Taous. Ndiye aliyebeba matumaini makubwa ya kikosi hicho ya kusaka rekodi mpya ambayo haijawahi kuandikwa na timu hiyo tangu ilipoasisiwa mwaka 2004 na KMKM katika mtego mgumu, wakati Azam ikisaka rekodi mpya ya kufuzu hatua ya makundi kwa mara ya kwanza katika historia kama ilivyo pia kwa KMKM, ila mabaharia hao wana mtihani mgumu wa kufikia malengo hayo. Licha ya timu hiyo kuhitaji tu ushindi wa mabao 3-0 katika mechi ya marudiano Oktoba 24 ili kusonga hatua inayofuata, ila kikosi hicho kinaandamwa pia na rekodi mbovu kwenye michuano ya CAF, jambo linaloiweka katika mtihani mgumu. Na KMKM iliyorejea michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza msimu huu baada ya miaka 14 tangu iliposhiriki mwaka 2011 haina rekodi nzuri, kwani imekuwa ikitolewa raundi ya awali kama ilivyo kuwa pia katika ligi ya mabingwa barani Afrika iliposhiriki mabaharia hao kuanzia mwaka 2005, 2014, 2015, 2020, 2022. Na KMKM ilibeba mataji 9 ya ligi kuu Zanzibar, ikiwa kinara kifanya hivyo mwaka 1984, 1986, 2004, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022 na 2023. Pia ikitoa Nyerere Cup mara 3, 1977, 1982 na 1983, na kombe la Zanzibar FA mara 2, 2002 na 2024. Mbali na ngao ya jamii ikiwamo ya msimu huu, ila kwa upande wa michuano ya CAF imekuwa changamoto zaidi kwa kikosi hicho maalum cha kuzuia magendo, na kocha pia aliweza kutoa kauli akizungumza baada ya mechi hiyo. Kocha mkuu wa KMKM Hababu Al anasema licha kupoteza kwa idadi kubwa ya mabao, ila bado ana nafasi nyingine ya kurekebisha makosa yaliyojitokeza katika pambano hilo. Nikinukuu kile ambacho alichoweza kuzungumza: siwezi kusema tunaenda kupindua meza katika mechi ya marudiano, ila tutapambana kadri ya uwezo wetu na tuone kile kitakachotokea
Baada ya hapo ndipo tutajua hatima yetu msimu huu. Shokunukuu. Lakini kwa upande wa kocha wa Azam FC Florent Ibenge anasema licha ushindi huo, ila bado wachezaji wa kikosi hicho wanatakiwa kufanya vizuri zaidi ya kile walichokionyesha dhidi ya KMK, na malengo yao yakiwa ni kuvuka hatua ijayo. Lakini alisema pia wazi bado wana mechi nyingine ya marudiano ambayo ndio itakayoamua kile ambacho kwa umoja wao wamedhamiria kukifanya msimu huu. Aliweza kusema hicho, lakini kingine aliongezea na nukuu, ushindi wa mabao mawili ni mkubwa na unatupa matumaini ya mechi yetu ya marudiano, ila tunapaswa kutambua hizi ni dakika 45 za kwanza na tuna nyingine pia za mwisho za kufikia kile tulichokikusudia kwa umoja wetu. Moja kwa moja ni nukta hapo. Kama hujasubscribe, hebu subscribe, lakini unaweza kushare kwa wengine ili nao pia wakaweza kupata taarifa hii. Jina langu ni Tobias Kisima, uwe na wakati mwema.